40 ya uinjilisti kwa ajili ya maombi bila kuchoka. Kuna sehemu tunataka tuingie sasa. Kuna watu tunataka tuwafikie. Haleluya. Kuna watu tunataka tuwaongeleshe kuhusu Yesu. Kwa hivyo ni nafasi yako wewe. Usione aibu kuambia mtu kuhusu maombi. Usione haya kuambia mtu kuhusu maombi. Tunaelewana? Usiambie mtu tu kwa sababu watu wanasemanga. Ambia mtu kwa mamlaka. Hello? Ambia mtu kwa uwe ya kwamba kwa maombi haya sasa hakuna kuregea. Fikia watu wa ukoo yako. Chukua simu yako, waeleze kuhusu maombi. Haleluya. Majirani wako, marafiki wako, waeleze kuhusu maombi. Hello? Siku 40 ya uinjilisti kwa ajili ya maombi. Wakati kufikia watu. Fikia mtu mwenye hujawahi kufikia. Eleze kuhusu nguvu za Mungu. Eleze kuhusu Yesu Kristo. Haleluya. Ingia kijijini pasipokuwa na uoga. Tunaelewana sasa? Na huyu Mungu anaenda kuinuliwa. Na huyu Mungu anaenda kutukuzwa. Na huyu Mungu anaenda kuheshimiwa. Na huyu Mungu anaenda kusimama kwa kila mtu. Na kuna mtu ambaye hata baki jinsi vile alivyo. Kuna mtu atainuliwa. Kuna mtu atapata neema. Kuna mtu moyo wake utapona. Kuna mtu laana itaondoka. Kuna mtu mikosi itaondoka. Kuna mtu maisha magumu yataondoka. Na kuna mtu neema ya Mungu itamshukia. Kwa hivyo neema ya Mungu iko na inafanya kazi. Kwa hivyo hiyo neema haitaki watu wavivu. Namba 1, neema ya Mungu inataka watu wa kujitolea. Na namba 2, neema ya Mungu inataka watu wajasiri. Watu wajasiri. Ulize mwenzako, kuanzia leo unaweza kuwa mjasiri. Haleluya. Kwa sababu pasipokuwa mjasiri, kazi ya Mungu siku 40 ya uinjilisti kwa maombi itaregea. Kwa hiyo Mungu anataka watu jasiri. Watu jasiri. Watu ambaye watasimama jasiri. Watu ambaye ni ngangari kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Biblia inasema watatu
watatu walipoondoka, uinjilisti ilifika kila mahali. Sasa hakuna kuzinzia kwa siku zenye tuko nazo. Sio maombi ya kufunga. Haleluya. Sio maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Ni siku 40 ya uinjilisti ya maombi. Fikia watu. Jirani yako, nani wako, marafiki wako, waeleze vile Yesu anafanya kazi. Wape ushuhuda wako vile Yesu anafanya. Waambie huyu Yesu anafanya nini. Waambie ulikuwaje na leo uko namna gani. Halo? Ambia ule mtu, mupe ushuhuda wako, naye atainuliwa. Tunaelewana sasa? Haleluya. Mwambie vile Mungu anafanya kazi, mwambie vile Mungu anatenda miujiza, naye kupitia wewe kwa siku hizi 40 hata baki jinsi vile alivyo pena. Tunaelewana sasa? Kuna mambo mawili tunataka tuongee na wewe. Haleluya. Amen. Hebu fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako. Jambo la kwanza ni Ayubu. Ayubu 23. Huyu mtu ndio Yesu anataka. Ayubu 23. Tunataka tuanzie mstari wa 10. Haleluya. Ninapoanza hii safari ya leo sasa ya siku 40 ya uinjilisti. Haleluya. Itakuwa rahisi kama utanisikiliza hili neno ile nataka. Haleluya. Hii ndio message yangu ya leo. Hello. Pasipo kusimama. Ananubata. Lakini yeye aijua njia niendeayo. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Yeye anafanya nini? Anajua njia inayoiendea. Haleluya. Akisha fanyaje? Nijaribu. Haleluya. Siku 40 ya uinjilisti. Bwana inuliwe. Amen. Yeye sasa kuna vita, kuna kujaribiwa, lakini ukishinda kujaribiwa kuna watu utafanya nini?
utabarikiwa. Safari ambayo tunaanza. Haleluya. Leo hii sasa wewe kuna njia umepita mbalimbali, kama ni jaribio, kama ni magonjwa uliyaona. Haleluya. Uko na ushuhuda kamili leo ya kuambia mtu Yesu anaweza. Uko na ushuhuda ya kuambia mtu sikiliza, nilikuwa hivi, nikawa hivi, nikawa hivi, Baba ametenda. Yes. Yeye akishajua, yeye anajua njia ulioitokea. Yeye anajua njia ulioipitia. Haleluya. Yeye anajua. Na sasa leo unatakana umae kama jua, waambie watu ukweli ya Yesu. Siku 40 ya uinjilisti ya maombi ni siku ya kuambia watu ukweli ya wokovu yako. Salimia jirani yako. Haleluya. Endelea. Nasema ya kwamba mstari wa 11, mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sitakengeuka. Halo? Halo? Mguu ya nani? Na nani? Ni kitu? Halo? Biblia inasema kwamba sasa sitafanyaje? Sitakengeuka. Siku 40 ya uinjilisti. Haleluya. Ni siku ya kuangalia, siku ya kutembea na Bwana, ya kuambia watu ukweli. Yes. Ukweli wa Yesu. Waambie watu Yesu ni nani. Waambie watu Yesu anafanya nini. Waambie watu Yesu anaongea nini. Haleluya. Waambie watu kule mahali ulitoka. Waambie watu baada ya kushikamana na Yesu, Yesu amefanya nini? Baada ya kushika Yesu, Yesu ameongea nini? Haleluya. Waambie watu ya kwamba baada ya kukubali huyu Yesu, leo hii ninaitwa fulani. Leo hii nimefika mahali fulani. Leo hii ninaweza ongea. Leo hii ninaweza ruka. Leo hii niko na hii. Tunaelewa? Haleluya. Siku 40 ya maombi ni siku ya uinjilisti. Sio kukaa kwa kanisa. Haleluya. Wapi? Tunaenda field kuambia watu kuhusu Yesu. Siku ya 40 tutarudi wapi? Hapa sasa. Mguu yangu haitafanyaje? Haitarudi nyuma. Pale mahali Yesu alikutoa, hakuna kurudi nyuma. Maana sasa ni Yesu anatenda kupitia wewe. Watu wajue kwamba Yesu anawezanga kupitia wewe. Kile kijiji, pale mahali unakaa, pale mahali ulitoka, watu waelewe ye. Halo? Usije yako umeelewa man? Hatumkuu yako inafanya nini? Aita geushwa
ingia kwa kichaka tena. Mawazo yako hayatageushwa ingia wapi? Alafu Biblia inasema nini? Sikiliza. Mstari wa 12, kitabu ni Ayubu 23:12. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Nimeyatunza maneno ya nani? Ya Mungu. Kwa kinywa changu zaidi ya nini? Ya riziki yangu. Ya riziki yangu. Siku 40 ya maombi. Nitatunza maneno ya nani? Kuliko Riziki yangu. riziki yangu. Riziki yako inaweza pita. Haleluya. Kazi ulio nayo inaweza fanya nini? Inaweza pita. Maisha inaweza fanya nini? Lakini maneno ya Mungu kama utayatunza, uwepo wa Bwana kama utautunza, ndio utalinda riziki unayoipata inalindwa na maneno ya nani? Ya Mungu yaliyo ndani ya kinywa chako. Riziki yako haiwezi tunza maneno ya Mungu. Haleluya. Ndio mnaona watu wengi, mtu akiwa na kazi, imani inafanya nini? Kazi ikiisha, hiyo sio wokovu, hiyo ni unafiki. Hello? Nataka utunze nini? Maneno ya Mungu. Haleluya. Siku zote. Na maneno ya Mungu ndio yatalinda, yatatunza riziki ya nini? Ya maisha, ya kazi yako. Maneno ya Mungu yakiondoka ndani mwako, hata riziki unapata haitakusaidia. Haitakusaidia. Haleluya. Maneno ya Mungu, miguu zako ukiziondoa kwa Mungu, kuisha. Siku 40 ya uinjilisti ya maombi, Mungu anataka watu walio tayari, watu ambaye wamejiamini, watu ambaye wanaelewa. Alikuwa mgonjwa, ulikuwa hauna amani, Yesu akakupa amani. Ulikuwa umekataliwa na watu, wale watu waliokukataa leo hii wanakuishi. Watu wajue sasa. Ulikuwa omba, watu wajue wewe si omba tena. Ulikuwa unaonekana kitu ambaye hakifai mbele ya watu. Haleluya. Waambie watu, sikilizeni, Yesu ametenda hili, Yesu amenifanyia hii, hata wewe anaweza akakufanyia. Tunaelewana sasa? Kwa hivyo tunapozindua saa hii, haleluya, ukirudi nyumbani, anza kuambia watu maneno. Anza kuambia watu maneno ya Mungu. Anza kuambia watu habari ya Mungu. Anza kuambia watu vile huyu Mungu anaweza faa. Baadaye siku ya 40 itakapokamilika, wale watu wote uliowaambia kuhusu Yesu utawakaribisha. Haleluya. Wakuje sasa wamuone nani?
lakini yeye ni mmoja. Ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo. Haleluya. Amen. Lakini yeye ni mmoja. Angalia jirani yako. Ambia jirani yako Yesu ni mmoja tu. Haleluya. Amen. Ni nani anaweza geuche? Iko. Ni nani huyo mtu mwenye anaweza geusha Yesu ndani mwako? Hello? Ni nani huyo mtu? Kwa hivyo kama umekubali kumshika, fanya nini? Shika sasa. Shika tuondoke naye. Shika tutoke naye. Shika tutembee naye. Kila mahali ukitembea, ambia watu Yesu aliyekuokoa nini? Ni mmoja. Hakuna awezaye kumgeusha amuondoe ndani mwako tena. Hakuna. Hata watu wakuje hawatamuondoa Yesu ndani mwako. Hata watu waongee mbaya hawatamuondoa Yesu ndani mwako. Yes. Ambia watu Yesu aliyekuokoa ni Mmoja. Yesu aliyefanya wewe uko jinsi vile ulivyo ni mmoja. Hello? Yesu aliyefanya unaitwa fulani ni mmoja. Tunaelewa sasa? Yesu aliyefanya leo hii uko. Sasa ni nani anaweza ondoa Yesu ndani mwako? Iko kweli? Kwa hiyo ukitoka, ambia watu kuhusu Yesu. Eleza watu kuhusu Yesu. Ambia watu. Siku 40. 40 days evangelist prayer. Hallelujah. Toka na hiyo message. Ambia watu. Ambia watu vile Yesu ananguruma. Ambia watu Yesu mmoja vile aliyefanya miujiza juu yako. Ambia watu. Eleza watu. Unaelewana sasa? Usiende kwa hadithi zingine. Ambia watu kuhusu Yesu. Eleza mtu. Mupe ushuhuda wako. Mwambie sikiliza, unakaa hapa Yesu anawe. Unakaa hapa ukihangaika, huyu Yesu anatenda. Unakaa hapa ukiparara, huyu Yesu anainu. Haleluya. Ambia watu. Usiwache mtu aparara sasa. Ambia watu huyu Yesu mmoja huyu. Aliyekufanya wewe uko jinsi ulivyo. Ambia watu huyu Yesu mwenye amekuwezesha maisha yako ni matamu. Ambia watu. Na kutangazia kuanzia leo, ile uoga yenye umekuanga nayo anza kuondoa sasa. Unasema kwamba nikienda kuambia fulani watanichukuaje? Haleluya. Yesu ni mmoja aliyekuokoa wewe. Nenda uambie watu. Nenda ueleze watu. Nenda uwatolee ushuhuda. Nenda uwaeleze. Nenda uambie. Waambie ukweli wako kuhusu Yesu. Haleluya. Hapo ndio nataka kuanzia leo sasa. Usiogope watasema nini. Usiogope watakueleza nini. Usiangalie watakuchekelea. Achana hiyo. Tunaelewana sasa? Yesu aliyekuokoa ni
nami leo na kutuma sasa, nenda uambie watu kuhusu Yesu. Haleluya. 40 days uinjilisti prayer. Nenda uambie watu, nenda uambie watu kuhusu Yesu, nenda uambie watu vile Mungu anaokoa, nenda uambie watu huyu Yesu mmoja, nenda utangazie watu huyu Yesu mmoja, kanyaga kila kala, kanyaga kila kijiji. Haleluya. Nami ninakuja kila kijiji, ninakuja kuambia watu Yesu mmoja aliyetenda miujiza. Tunaelewana sasa? Haleluya. Asalamu alaykum. Mwambie kuanzia sasa ujasiri ya kuambia watu kuhusu Yesu mmoja aliyetenda miujiza. Yes. Waweza kuwa na uoga. Sasa huyu Yesu asabaye kwa hizi siku 40, huyu Yesu afanya nini? Asambaye kwa kijiji. Haleluya. Asambaye nyumbani mwako. Haleluya. Asambaye kwa marafiki. Waje nikupe neno la mwisho, maana hili unaenda kukutana na vitu. Unaenda kukutana na nini? Sasa ile utakuwa unatangaza Yesu na utakuwa unakutana na hii milima. Haleluya. Kwa hivyo sasa ile utakuwa unakutana na hii milima hii, usiogope. Haleluya. Hebu fungua kitabu cha Kutoka mbio. Kutoka 20. Sasa ile utakuwa unasambaza, unaambia watu kuhusu Yesu na utakutana na hii. Kutoka 20 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Haleluya. Wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wanichukiao. Nami nitawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Hello. Tutakapokuwa tumetoka na hili neno, haya maneno utakutana nayo. Haleluya. Maana ni wakati ya kwenda kubadilisha bidhaa. Sasa tunaenda kubadilisha maneno kutoka ndani ya watu. Kuna watu ambaye wanamchukia Mungu, lakini wanaenda kanisani. Wameokoka, Yesu ni Bwana. Ukifika kwao, waambie vile Yesu ni mmoja. Haleluya. Tumia mbinu zote za Yesu. Tumia mamlaka yote ya Yesu. Haleluya. Wasikubadilisha wewe. Wewe ufanya nini? Wewe wabadilisha. Maana kila utakapotembea kila mahali utakutana na vizazi na vizazi. Utakutana na vizazi vingine vinayeabudu uchawi. Haleluya. Utakutana na vizazi vingine ambaye vimebeba romba. Utakutana nao. Na kuombea sana nguvu za Bwana. Kila mahali utakapoenda, ingia kwa hiyo sehemu na neno moja la Bwana. Wacha uoga sasa. Wacha kuregea. Wacha
kusema iwezekane. Fikia watu, waambie kuna Mungu. Fikia watu, waambie kuna Baba. Fikia watu, waambie nguvu za Mungu zinafanya kazi. Haleluya. Fikia watu, waambie sauti ya Mungu inaongea. Fikia watu. Sasa nakutoa uoga ndani mwako. Visasi hadi visasi. Kuna nguvu na kuna laana, kuna uchawi. Lakini kama utafika hapo na ukuwe na ujasiri wa hili neno lililokuokoa wewe, ndani ya hiyo visasi kuna watu watapona. Ndani ya hiyo visasi kuna mmoja atakufuata. Ndani ya hiyo visasi vibaya kuna mmoja atakusikiliza. Haleluya. Ndani ya hiyo visasi kuna mmoja atakuelewa. Maana kuna mtu mahali pale ako na ushuhuda wako, si ndio kweli? Kuna mmoja mahali pale ameona vile umekuanga ukiangaika. Kuna mtu mahali pale amekuanga akiona ukiteseka. Kuna mtu mahali pale amekuanga akiona vile umekuanga ukipara. Haleluya. Mungu aliyetuokoa ni mmoja. Mungu aliyekubadilisha ni mmoja. Mungu anayefanya jinsi leo ulivyo ni mmoja. Huyo Mungu si utoke naye sasa. Si uende ambie watu vile huyo Mungu ananguruma. Haleluya. Simama na miguu yako. Ongea na Mungu, mwambie Mungu. Mungu aliyekuokoa ni mmoja. Mwambie Mungu, nataka hii Mungu aniongeze nguvu. Nataka hii Mungu aniongeze mamlaka. Nataka niongeze moto. Nataka niongeze mamlaka. Nataka niongeze. Nataka niongeze nguvu. Hakuongeze nguvu sasa. Wengi wenu mmesahau Mungu mmoja aliyewaokoa. Mnaangalia vitu ambavyo vitawasaidia. Rudi kwa Mungu aliyekuokoa mmoja. Rudi kwake sasa. Rudi kwake. Anataka kutenda. Rudi kwake. Rudi kwake tu. Mungu mmoja aliyependa. Mungu mmoja. Mungu mmoja aliyetenda miujiza. Mungu mmoja aliyefanya miujiza isiyokuwa ya kawaida, aliyeondoa aibu ndani ya maishani mwako, aliyefanya leo unaitwa fulani, aliyefanya leo wewe ni mbarikiwa. Mungu mmoja aliyegharamika juu yako, aliyeosha maisha yako, aliyefanya uko jinsi vile ulivyo. Mungu mmoja, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu. 40 days uinjilisti. 40 days. Mwambie Bwana akupe nguvu. Akupe nguvu. Akupe nguvu. Kuna watu utakutana nao. Kuna watu utawaona. Kuna watu kuna watu na wagonjwa takana uwafikie.
watu hawawezi, takana wafikie. Kuna watu wamechekwa, takana wafikie. 40 days. Witness prayer. Kufikia watu. Kufikia watu hadi. Baba, Mungu aliyekuokoa mmoja. Achilia moto. Achilia mamlaka. Achilia uweza. Achilia moto mpya. Achilia radi. Mungu, Mungu, Mungu. Huyu Yesu anaweza mambo yote. Tafuta yetu, mwambia kuongeze nguvu. Kuna watu wanakutana wabaya. Nikikumbuka huyu Yesu anaweza mambo yote. Dai moto. Dai. Mungu mmoja, siku 40 ya uinjilisti ya maombi, ande kufanya miujiza. Nikikumbuka huyu Yesu anaweza mambo yote. Nikikumbuka huyu Yesu anaweza mambo yote. Ita Yesu moja. Nikikumbuka huyu Yesu anaweza mambo yote.
tosha. Sasa tunatoka nje. Kama alikuokoa wewe, anaweza okoa yule mwingine, anaweza osha yule mwingine, anaweza inua yule mwingine, anaweza tetea yule mwingine. Hey, anaweza wewe. Hey, anaweza. Siku 40 ya maombi, siku 40 ya uinjilisti, kufikia kila mahali, kufikia kila kijiji. Ukombozi wa wakombozi, msaada wa wakati ndio huu ya kufikia watu, wakati ndio huu. Usiwahi choka sasa, kwa siku hizi zote usiwahi choka. Mungu mmoja aliyekuokoa, Mungu mmoja aliyekuponya, Mungu mmoja aliyekuinua, Mungu mmoja aliyekutetea, Mungu mmoja aliyekusaidia. Hey, Simba wa Yuda. Hey, Mungu kila mahali utakapoingia, hey, uko ofisini, ambia watu kuhusu Mungu mmoja. Hey, kila mahali waambia watu kuhusu Mungu mmoja aliyekuletea. Hey, huyo Mungu. aliyekuosha, Mungu mmoja aliyekuponya. Msaada wa karibu hiyo, uambie watu kuhusu hiyo mambo, ueleze watu, uambie watu Yesu, ueleze watu matendo yake, ueleze watu nguvu zake, uambie watu uambie watu anafanya nini, anaweza nini, anatenda nini. Uambie watu, uambie watu, uambie watu, uambie watu, uambie watu, enda uambie watu, tujitesa. Enda uambie watu, uambie watu, wanaachilia ujasiri juu yako, wanaachilia nguvu juu yako, wanaachilia uwezo juu yako. Kuna wagonjwa, enda uwafikie.
waonyeshe watu nguvu ya Bwana. Nenda waambie watu matendo. Kila mahali nenda uambie watu Yesu, nenda uambie watu nguvu zake, nenda uambie watu matendo ya Bwana, nenda uambie watu uwezo mkubwa, nenda uambie watu giza anaweza, nenda uambie watu giza anaokoa, nenda uambie watu giza alimponya, nenda uambie watu giza alibadilisha historia yako. Haleluya. Na sasa hivi kwa mamlaka ya Yesu Kristo, saa imefika ya kulonchi siku 40 ya Evangelist prayer. Haleluya. Tunapo launch siku ya leo, nataka uondoke na neno la kiunabii ya kwamba Mungu mmoja aliyekuokoa, nenda upelekea watu ya Mungu. Nenda ufanyaje? Upelekea watu ya Mungu. Nenda upelekea watu ya Mungu. Nenda ueleza watu ya Mungu.
nenda ufahamishe watu huyu Mungu, nenda uambie watu huyu Mungu. Jina la Baba liinuliwe. Kama unaelewa nguvu za Mungu, haleluya, tafuta. Hii sio sadaka tunaitoa, hii ni dhabihu ya kulonji maombi. Haleluya. Hebu nitafutie kile ndogo hapa, unaweke hapa. Kama unaelewa Mungu mmoja mwenye nimefundisha, labda nitafutie kama kitambaa kadogo nifungie. Hii itakuwa hapa mpaka ibada ishe. Unaelewa kuna mahali Mungu alikutoa, na huyu Mungu sasa unataka upate mamlaka ya kuondoka naye, uende uambie watu. Haleluya. Tafuta kitu mkononi na uishike vizuri, sio kuweka kwa bahasha. Nataka uishike kitu chenye unaona hiki nikiishika, nikiondoka nacho, nitafikia watu na watanishinda kuwajulisha. Haleluya. Hiki nikishika, sitatishwa na mtu yote. Songea nayo hapo kwa madhabahu. Unaelewa Mungu mmoja aliyekuokoa? Unaelewa Mungu huyo? Kimbia hapa kwa madhabahu. Hatuna wakati. Mungu anawapa mamlaka, power ya Roho. Kila mahali utaenda na Mungu mmoja. Power ya Elia. Unahakikisha chenye umeshika kitakupa mamlaka. Mungu mmoja aliyekutoa kwa matope. Mwambie Mungu akupe nguvu. Maana kuna watu wanapewa uwezo, kuna watu wanapewa mamlaka, kuna watu wanapewa ujasiri. Oh my God. Power ya Roho. Utapewa nguvu. Mungu mmoja aliyekuokoa. Kila kijiji utakapoenda, kila mtu utakayemfikia, atasikia Mungu wako. Atasikia Mungu wako. Atasikia Mungu aliyekuokoa. Mungu mmoja. Mungu mmoja. Mungu mmoja aliyekuokoa. 40 days evangelist prayer. Inshallah. Basa haya tunapotoka siku 40, nenda uambie watu kuhusu Mungu. Nenda ueleza watu kuhusu Mungu. Nenda ujulishe watu Mungu huyu alisababisha maisha yako. Nenda uambie watu. Nenda uambie watu. Ukiwa ofisini, nenda uambie watu. Kazini mwako, nenda uambie watu Mungu mmoja. Kwa ukoo, nenda uambie watu. Nenda uambie watu vile Yesu anafanya kazi. Asante Baba wa mbinguni, wewe ni Mungu, wewe ni moto. Baba wa mbinguni, wewe ni Mungu, wewe ni moto. Ninalauncha ya maombi ya siku 40 ya uinjilisti, ya kutoka kule nje kwa siku 40, ili
tuende tumtangaze Mungu mmoja aliyetuokoa, Mungu mmoja aliyetutoa kwa matope, Mungu mmoja aliyetufanya tuko jinsi tulivyo. Tupe mamlaka na uwezo ambaye haujawahi onekana. Tutaenda vijijini, tutaenda mijini, ili tuambie watu kuhusu Mungu. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Weka kwa hiyo chombo hicho. Haleluya. Haleluya. Watu wote ambaye watakuja kama umechelewa kwa ibada, nafikiri wataelezwa wafanya nini. Sasa hii chombo kitawekwa hapa kando hapo. Hii sio cha kuweka ndani sadaka. Haleluya. Kitakuwa hapo hapo. Sio cha kufanya nini? Cha kufanya nini? Wewe unajua mahali Mungu chenye unaweka hapa kina miliki Mungu mwenye unafanya nini? Uende uambie Mungu kwa kijiji chenu 40 days evangelist prayer. Hallelujah. Kaa chini kwa dakika moja tu peke yake. Lakini mchungaji atawaeleza wengine ambaye hawajaelewa na wamefika. Haleluya. Salimia jirani yako. Mwambie karibu sana. Mwambie neema ya Mungu ikulinde. Neema ya Mungu ikutunze. Jina la Baba liinuliwe. Haleluya. Tunapoondoka, watu wote ambao ni wa media, ningependa kuwatangazia wote ambao walikuwa na watch kwa kipindi ambayo tumekuwa nacho. Haleluya. Ya kwamba leo tumelaunch maombi ya siku 40 ya Evangelist. Haleluya. Maombi ya siku 40 ya Evangelist. Tutaenda kila mahali. Na haya maombi, watu wa media utahakikisha ya kwamba umepeana hapo namba ya kutuma zaka. Haleluya. Ya siku ngapi? 40. Fikia watu wote. Fikia marafiki, jirani, popote mahali utawezeshwa. Nenda. Na malizia nikisema, Mungu mmoja aliyekuokoa, ondoka naye, tembea na yeye, na usikuwa na uoga wowote. Na Bwana majeshi abariki siku 40 ambaye tunaanza siku ya leo, na watu wote tuseme amen. Salimia jirani yako kwa dakika moja. Tayari tumelonji maombi. Haleluya. Number 1, haya maombi tutafikia kila mahali.